Kwanza kabla tujaanza kipindi chetu maalum, tujiweke chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bikira Maria ikao cha hekima, utuombee. Basi mpendwa msikilizaji wangu, kama tulivyopewa utangulizi na mtangazaji wetu, leo ningependa nitumie nafasi hii kwa ajili ya kufundisha au kukumbushana juu ya nafasi ya Baba Mtakatifu katika Kanisa Katoliki la Roma na nafasi yake kimataifa. Papa ni mkuu wa Kanisa Katoliki duniani na mkuu wa nchi ya Vatikani kiserikali. Ndiyo maana katika baadhi ya nchi kuna mabalozi wa Vatikani kama vile Tanzania, Kenya na sehemu zingine duniani. Papa kama kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, kama vile Mtakatifu Petro na wale mitume wengine waliunganika kwa agizo la Bwana katika urika mmoja kwa jinsi ilivyo sawa. Askofu mkuu wa Roma aliye halifa wa Petro na maaskofu walio waandamizi wa mitume wanaungana pamoja. Unaweza ukarejea sheria ya Kanisa Katoliki namba 330. Hivyo basi askofu mkuu wa Roma hupata mamlaka kamili ya juu kabisa katika kanisa kwa njia ya uchaguzi halali anaoukubali mwenyewe, pamoja na kupewa uaskofu. Hivyo yule aliye askofu tayari hupata mamlaka hiyo tangu wakati anapokubali uchaguzi wake kuwa askofu mkuu wa Roma au papa. Lakini kama yule aliyechaguliwa hana uaskofu, anapaswa kupewa uaskofu mara moja. Unaweza kurejea sheria za Kanisa Katoliki namba 331 na 332. Askofu mkuu wa Roma au Baba Mtakatifu au Papa anapoteza nafasi hiyo ya upapa kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza ni kwa njia ya kujiuzuru kwa sababu mbalimbali, ikiwemo sababu ya kiafya. Sababu ya pili ni kuaga dunia au kufariki, kama inavyokuwa kwa mpendwa wetu aliyekuwa Baba Mtakatifu Francisco. Papa anapofariki kuna mambo ambayo hufuata. Kitu kinachofanyika cha kwanza ni kuwaita makardinali wote kutoka pembe zote za dunia waliochaguliwa na papa mwenyewe, na shughuli zote za kiutendaji za kila siku huwa mikononi mwa jopo la makardinali, na huwa na kipindi cha maombolezo ya novena ya siku 9 tangu papa afariki. Makardinali hawa daima wanavaa nguo nyekundu. Nguo nyekundu zinaashiria utayari wao wa kuilinda na kuitetea imani Katoliki hata ikibidi kumwaga damu yao. Kiti cha papa kinapokuwa wazi, jopo la makardinali huwa na mikutano mbalimbali inayohusu kanisa kwa ujumla, ikiwemo pia kuandaa mazishi, kuandaa uchaguzi wa papa mwingine. Kifo cha Baba Mtakatifu kinapotokea, wakuu wa idara zote hujiuzuru na kubakia idara za lazima pale Vatikano, kama vile kardinali anayehusika na usimamizi na utawala wa mambo ya kila siku. Mwingine ni muunganishi mkuu, wakili wa askofu wa jimbo kuu la Roma, kardinali mkuu, wakili askofu kwa ajili ya Vatikano, mtunza hazina ya kanisa kwa ajili ya wahitaji mbalimbali, ambaye hutoa misaada kwa ajili ya wahitaji kwa niaba ya Baba Mtakatifu. Hizo ndizo idara ambazo baada ya papa au Baba Mtakatifu kuaga dunia, zenyewe huendelea kufanya kazi kama kawaida kutokana na unyeti wake na umuhimu wake, lakini idara zingine zote husimama na kusubiri mpaka atakapopatikana Baba Mtakatifu mwingine. Katika shughuli hizo kuna msimamizi wa shughuli
kwa niaba ya Baba Mtakatifu au Papa, naye huitwa kwa jina la Kamelengo. Huyu ni kiongozi wa mpito wa shughuli hizi aliyechaguliwa na Baba Mtakatifu akiwa bado hai. Huyu kardinali ndiye anayehusika na kuthibitisha kifo cha Papa kwa kumwita mara 3 kwa jina lake na kuthibitisha kama kweli amefariki. Asipoitika mara 3, basi huyu Kamelengo ndiye anayethibitisha kwamba Baba Mtakatifu amefariki baada ya kuwa madaktari wamekwisha weka mezani cheti cha kifo cha Baba Mtakatifu. Huyu ndiye anayeharibu ile pete ya Baba Mtakatifu aliyefariki, ikiashiria kwamba utawala wa Papa aliyekuwa madarakani sasa unakoma. Pia huyu afisa ndiye anayeharibu muhuri wa Baba Mtakatifu au Papa aliyokuwa anautumia wakati wa uhai wake katika shughuli zake za kila siku za kiofisi. Na pia huyu kardinali ndiye anayehifadhi nyaraka zote za kiofisi za Baba Mtakatifu aliyefariki mpaka Baba Mtakatifu mpya atakapoingia madarakani na kumkabidhi. Uchaguzi wa Baba Mtakatifu una taratibu zifuatazo. Mkutano wa kumchagua Papa huitwa conclave Kiingereza. Huitishwa katika kipindi cha siku 15 mpaka 20 tangu Papa afariki. Katika mkutano huo ni makardinali walio na umri usiozidi miaka 80 ya kuzaliwa ndio huruhusiwa kushiriki mkutano huo wa kumchagua Baba Mtakatifu mwingine na kuwa na nafasi ya kuchagua na kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu au Papa. Tuone idadi ya makardinali. Idadi ya makardinali hao lazima isipungue 120 ili kulinda mapokeo ya Kanisa Katoliki. Kabla ya uchaguzi wa Papa, makardinali hulazimika kula kiapo cha kutunza siri katika mchakato mzima wa uchaguzi wa Papa mpya. Makardinali huweza kuweka kura zao, kupiga kura zao kwa siri katika kalisi au kikombe kikubwa. Katika mzunguko huo hufanyika katika mizunguko 4. Siku ya kwanza huwa kuna mizunguko 4. Mizunguko 2 hufanyika asubuhi, na asipopatikana hurudia tena mchana mara 2. Iwapo hatapatikana hupumzika na kuendelea na tafakari mbalimbali. Hurudia tena siku ya pili. Asipopatikana hurudia tena siku ya 3 kwa mzunguko hiyo 4 ya kila siku. Asipopatikana huahirisha na huendelea kusali na mafungo, wakiendelea kumwomba Mungu Roho Mtakatifu ili awasaidie waweze kumpata yule ambaye Mungu mwenyewe anamtaka awe Papa au harifa wa Mtume Petro au vika wa Kristo hapa duniani. Endapo uchaguzi huo hautafanikiwa, mizunguko yote 4 au 2 isipofanikiwa kumpata Baba Mtakatifu, dalili inayotumika ni moshi mweusi. Iwapo hatapatikana Papa katika mizunguko hiyo, kura zote huchanganywa na kemikali na kuchomwa moto, na matokeo yake hutoa moshi mweusi kupitia bomba maalum lililowekwa juu ya kanisa ambapo mkutano unafanyikia, na watu walio nje hutambua kuwa bado mkutano haujampata Baba Mtakatifu mpya kutokana na uwepo au kutokea kwa huo moshi mweusi. Uchaguzi huendelea mpaka kardinali mmoja apate 2/3 ya kura zote zilizopigwa. Mfano, wanaopiga kura ni makardinali 120. Ili mshindi wa nafasi hiyo ya upapa au Baba Mtakatifu au askofu mkuu wa Roma lazima apate 2/3 ya kura zote zilizopigwa. Na kwa mfano, kama makardinali 120 ndio wanaopiga kura katika mkutano huo wa conclave,
Ili kumpata Baba Mtakatifu lazima kardinali apate theluthi mbili ya kura hizo ambazo ni kura 80. Huyo huwa ndiye mshindi, na mara moja huulizwa na kama anakubali kuwa Baba Mtakatifu na askofu mkuu wa Roma. Uchaguzi huendelea mpaka mwenye kupata kura hizo theluthi mbili, na akiulizwa na akakubali, basi uchaguliwa huwa tayari Baba Mtakatifu amepatikana. Lakini endapo amepata theluthi mbili ya kura zake, lakini bado amekataa kukubali nafasi hiyo, basi kura zile huchanganywa na kemikali na kuchoma moto, na moshi mweusi huendelea kutokea juu ya bomba la kanisa ambalo uchaguzi unaendelea. Endapo atakubali, basi kura zilizotumika kumpatia nafasi hiyo ya ushindi huyo kardinali kuwa Baba Mtakatifu huchanganywa na kemikali zingine, na moshi mweupe hutoka juu ya bomba la kanisa ambamo uchaguzi unaendelea, na wakaaji wote wa Roma na sehemu zingine za pembeni ya kanisa hilo hutambua kwamba Baba Mtakatifu mpya amepatikana. Kumbe makardinali wakiwa 120 wakapiga kura, mmoja wa makardinali akapata theluthi mbili, yani kura 80, na baada ya kuulizwa na mkuu wa makardinali kwamba anakubali kuwa Baba Mtakatifu, basi anapokuwa amekubali tayari huyo anakuwa ni Baba Mtakatifu, na kura zilizotumika kumwingiza madarakani zinachanganywa na kemikali na moshi mweupe unatokea juu ya bomba la kanisa lile. Na baada ya hapo akiulizwa kama yuko tayari akakubali, basi Baba Mtakatifu huwa amepatikana. Kipengele kingine ni kuchagua jina. Papa mpya hupaswa kuchagua jina jipya atakalotumia katika nafasi yake kama askofu mkuu wa Roma au Baba Mtakatifu au Papa. Tuna mifano michache ambao makardinali waliochaguliwa kwa nafasi ya upapa. Mfano wa kwanza ni kama vile Kardinali Ratzinger alipochaguliwa kuwa papa, alichagua jina la kipapa aitwe Benedikto wa 16. Mfano mwingine ni George Mario Bengolillo alipochaguliwa, alikuwa kardinali, alipochaguliwa kuwa Baba Mtakatifu alichagua jina la Mtakatifu Francisco, na ndilo mpaka naaga dunia alikuwa analitumia kama papa wa kanisa Katoliki duniani, akilenga kuishi maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Ndiyo maana tuliona maisha yake yote yalikuwa yanarandana na maisha ya watu fukara, akijali maskini na waliosahaulika. Baada ya hapo makardinali wote hutoa ahadi ya utii kwa papa mpya. Tayari kanisa limekwisha mpata papa mpya. Mara moja baada ya kuwa hatua zote zimekamilika, makardinali waliokuwa naye kwenye mkutano huo wa conclave huenda mbele yake na kutoa kiapo cha utii kwa Baba Mtakatifu au Papa. Baada ya hapo hufuata kazi ya Senior Cardinal Deacon, Kiingereza. Anatangaza kuwa tumempata papa mpya kupitia balkoni au kidirisha fulani maalumu kwenye Habemus Papam. Na hapo papa mpya hupewa nafasi ya kutoa baraka yake ya kwanza kama Baba Mtakatifu na askofu mkuu wa Roma, na baraka hiyo huitwa Urbi et Orbi kwa mji wa Roma na ulimwengu mzima kupitia dirisha hilo maalumu, akiwa amevaa mavazi yake ya kipapa, mavazi meupe au Kiingereza wengine watayaita purple. Katika historia hawa wa Kamerengo huwa wanaweza kuchaguliwa kuwa mapapa. Historia inaonyesha kuwa Giochino Pechi alichukua Kamarengo ambaye baadaye alichaguliwa kuwa Baba Mtakatifu
na yeye akachagua jina la Papa Leo wa 13 mwaka ule wa 1878. Lakini kama lengo mwingine alikuwa ni Eugenio Pacelli ambaye alichagua jina la kuwa Papa Pius wa 12 katika mwaka ule wa 1939. Pia vema tukajua makardinali wapo aina 3. Kuna makardinali shemasi, kardinali padri na kardinali askofu. Hutegemea na muda wa ukardinali wake, na pia yupo kardinali anayeitwa dekano wa makardinali. Tumsifu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, baada ya baba kwa ametupitisha katika kufahamu hayo, ambapo tumepata kufahamu basi nafasi ya Baba Mtakatifu katika kanisa na namna anavyochaguliwa. Basi nafasi ni kwako msikilizaji kuweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu. Nikiwa nasubiria simu yako msikilizaji, basi moja kwa moja nitaanza kusoma ujumbe wako, maana naona jumbe hapa zimekwisha kuingia. Na kamata ujumbe wa kwake msikilizaji, anasema Faza, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anasema swali langu ni nataka kujua, je, kuna haja gani au kuna ulazima gani wa askofu anayechaguliwa kuwa papa kubadilisha jina? Kwa nini asitumie majina yake yaliyobatizwa nayo? Ni swali la msikilizaji. Ni swali zuri sana. Kubadilisha majina kwanza kunaashiria kuzingatia utaratibu wa kanisa uliokwisha wekwa toka mwanzo wa kanisa, kwa sababu huyu aliyekuwa kardinali sasa si kardinali tena, amekuwa Baba Mtakatifu, ameingia kwenye majukumu mapya. Kumbe upya huo unapaswa kuonekana mpaka kwenye jina lake. Lakini pia kuchagua majina haya yanakuwa ni ya watakatifu au maaskofu au makardinali au mapapa watangulizi wake. Kumbe unaweza kusikia mtu anasema yeye ni Benedikto wa 16. Kumbe katika maisha yake daima atakuwa anaishi kauli mbiu ya Mtakatifu Benedikto au papa ambaye ni mtangulizi wake. Kama tulivyosikia papa aliyetuaga hivi punde, yeye alikuwa na jina tofauti. Tumesikia George, lakini baadaye akabadilisha jina akaitwa Francis, akilenga kwamba Mtakatifu Francisco wa Asizi ndiyo iwe dira yake au kauli mbiu yake katika maisha yake ya kuwajali maskini na fukara. Hiyo ndiyo sababu ya msingi. Asante, na mimi msikilizaji utakuwa umepata majibu. Naendelea na ujumbe mwingine, anasema anataka kufahamu katika hatua za kupata Baba Mtakatifu, je, ni kigezo gani cha kuteuliwa cha anayeteuliwa kuliongoza kanisa Katoliki? Kwani ni lazima awe mzungu au anatumia kigezo gani? Vigezo vinavyotumika, swali zuri sana na nimekutana nayo mara nyingi. Vigezo vinavyotumika kwa kardinali kuwa Baba Mtakatifu, kwanza tuelewane, kila Mkristo Mkatoliki mwanaume anaruhusiwa kuwa Baba Mtakatifu, lakini katika uhalisia na historia inavyoonyesha, anayechaguliwa kuwa Baba Mtakatifu lazima awe kardinali. Kwa hiyo vigezo vinavyozingatiwa, kwa sababu ili uchaguliwe kuwa Baba Mtakatifu, historia inaonyesha lazima uwe kardinali. Lakini sio uwe kardinali tu, uwe kardinali mwenye umri usiozidi miaka 80 kama nilivyoeleza huko nyuma. Mfano, Baba Kardinali Polycarp Pengo, yeye umri wake umezidi miaka 80, na hivyo kwenye conclave tayari ameshapoteza sifa ya kuingia kwenye ule mkutano wa kumchagua Baba Mtakatifu na kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu kwa sababu umri wake umezidi miaka 80. Lakini pia Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, yeye ana sifa ya kuchagua Baba Mtakatifu na kuchaguliwa kwa Baba Mtakatifu kwa sababu umri wake uko chini ya miaka 80 ya kuzaliwa. Hicho ni kigezo namba 1. Kigezo namba 2 nimeshaeleza huko mwanzo, lazima apate theluthi 2 ya kura zile ambazo zitapigwa na washiriki wa ule mkutano wa kumchagua Baba Mtakatifu, yani conclave. Na hakuna vigezo zaidi ya hivyo. Ukiwa ni Mwafrika
ukiwa ni mzungu, ukiwa ni mwasia, cha msingi umeshakuwa kardinali na umri wako uko chini ya miaka 80 ya kuzaliwa na umekubali, basi unachaguliwa kuwa baba mtakatifu. Asante. Na msikilizaji, naamini umeweza kupata majibu kwamba kumbe anayechaguliwa sio lazima awe mzungu, lakini hata Mwafrika anaweza kuwa baba mtakatifu. Haya, na kamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji, anasema baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Anasema anaitwa David Novatus, yupo Gongoni. Yeye swali lake anataka kuuliza baada ya kupatikana papa mpya, je, anasimikwa na nani? Swali lake limeishia hivyo. Swali ni nzuri sana. Kama umenifuata vizuri kule mwanzo, upapa si daraja katika madaraja ya upadre. Ni wadhifa, ni majukumu kama vile ilivyo kwa kardinali. Kardinali si daraja katika zile daraja 3 za upadre. Labda nikukumbushe tu, katika upadre wa kanisa Katoliki kuna daraja ya upadre kwa ngazi ya ushemasi, ngazi ya pili ni ya upadre na ngazi ya 3 ni ya askofu. Sasa hawa makardinali tayari walishavuka ngazi ile ya 3, wana ule upadre uliokamilika. Kumbe sasa baada ya kuwa mchakato umekamilika, amepata theluthi 2 ya kura zilizopigwa na ameulizwa kwamba yuko tayari kuwa baba mtakatifu na kuwa askofu mkuu wa Roma. Tayari hapo yeye akishakubali tayari ameshakuwa baba mtakatifu, na hakuna tena liturujia nyingine au baada ya kumsimika vitu gani. Tayari yeye ni baba mtakatifu mara moja, na wale wote waliokuwa naye kwenye mkutano basi ni kwenda kuweka utii wa kumheshimu na kumsaidia katika kazi zake za kipapa. Kwa hiyo anapokubali tu tayari yule ni baba mtakatifu, na hakuna ibada maalum kabisa ya kusema anapewa kama vile daraja ya ushemasi, daraja ya upadre au daraja ya uaskofu. Hapana. Kitendo kile cha yeye kukubali kwamba yuko tayari kuchukua majukumu ya baba mtakatifu, akishakubali basi walioko kule ndani makardinali wote wanabidi waende kwake na wakaahidi utii kwa papa kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Asante ndugu David, utakuwa umepata majibu ya swali lako, lakini pia ni kamati ya ujumbe mwingine kwake huyo msikilizaji. Anasema anaitwa Oscar Mgalula kutoka Ipuli. Anauliza, je, wakati wanachagua anayechaguliwa huwa anajijua au hapana? Wakati wa kumchagua papa, kwamba anayechaguliwa anajijua au hajijui? Ni swali zuri, kwa sababu uchaguzi wa kumpata baba mtakatifu unafanyika kwa siri. Kura za siri ndio zinazopigwa. Kabla ya uchaguzi wanaingia katika kanisa, milango inafungwa, semina zinaendelea, adhimisho la misa linatangulia, adhimisho la misa takatifu linatangulia, semina na mafungo mbalimbali yanafanyika, na hivyo kura zile zinafanyika kwa siri. Kumbe anayechaguliwa kuwa baba mtakatifu huwa hawezi kujua, ni mpaka pale ambapo kura zitakapohesabiwa na kutangazwa na wale makardinali wanaosimamia uchaguzi. Mambo yote yanafanyika hadharani, isipokuwa wanaapa kutunza usiri wa hali ya juu. Na hapa labda niweze kuelezea vizuri kwamba wanapoingia kwenye mkutano ule wa conclave kwenye kanisa hilo lililoandaliwa, hawawi na mawasiliano tena na watu wa nje. Simu zote wanaziacha nje, hakuna mambo ya mtandao, hakuna mawasiliano ya vimemo. Wao kila huduma ya msingi ya binadamu inakuwa ndani ya lile kanisa wanapofanyia mkutano, milango inafungwa. Na hivyo atakuja tu kutambua pale kura zitakapoanza kuhesabiwa na kutajwa na kurekodiwa, basi ndipo atakapojua kama amepata kura 20, kura 10 au theluthi 2 ya zile kura amepata, ndipo anapojua. Lakini wanapoanza mchakato, hakuna anayejua kwamba yeye atachaguliwa kwa baba mtakatifu, kwa sababu hakuna kampeni za aina yoyote. Asante. Lakini hapo wanapokuwa wanachagua, wanapiga kura, je, kunakuwa na majina ambayo wameorozesha kwamba majina haya hapa ndio tutakayoyapigia kura, au wanafanyaje?
Hakuna kuainisha majina kwamba wagombea wao watiania ni hawa au hawa ndio wanaonekana kwamba wanaweza kati yao mmoja akawa Baba Mtakatifu. Hapana, kura ni za siri kabisa. Kila kardinali anapiga kura yake kwa siri, anaikunja, anaidondosha kwenye kikombe kinachoitwa kalisi, na hivyo kuna wale makardinali wanaoshughulika na kuhesabu kura na kutangaza matokeo. Na inaruhusiwa kwa kardinali kujipigia kura mwenyewe? Inaruhusiwa kujipigia kura. Sawa. Na kamati wajumbe mwingine kwake msikilizaji anasema tumsifu Yesu Kristo Fanza. Amina. Anasema yeye anaitwa Mama P kutoka Ipuli. Alikuwa anauliza ni kwa nini kanisa Katoliki wanamchagua papa? Kwa nini makardinali wasiweze kuongoza kanisa, kwani lazima kuwe na papa ndani ya kanisa? Historia ya kanisa, mpendwa msikilizaji wangu, ningependa nikurudishe nyuma kabisa kwenye wale mitume 12. Wale mitume 12 ndio warithi wa viti vya mitume au waandamizi wa mitume 12. Nakumbuka idadi ile ya mitume walikuwa 12, lakini miongoni mwao walikuwepo kiranja, na huyu kiranja ndiye aliyeitwa Petro. Na Petro aliteswa na kufa kifodini kule Roma. Kwa mantiki hiyo sasa, miongoni mwa hawa maaskofu lazima mmoja awe kiongozi wao au achukue nafasi ya mtume Petro, na ndio maana hao makardinali walio wengi unakuta wana majimbo wanasimamia. Mfano kardinali mstaafu Polycarp Kardinali Pengo alikuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na sasa tuna askofu mkuu mwadhama Protas Kardinali Rugambwa ambaye ni askofu jimbo kuu la Tabora. Sasa ukisema kanisa liongozwe na makardinali, makanisa huko yana majimbo yanawahitaji. Ni kweli baadhi ya makardinali wanafanya kazi pale Roma, lakini msingi wa kuwa na Baba Mtakatifu ni kwamba awepo msemaji mkuu wa maaskofu wote duniani anayekalia kiti cha mtume Petro ambaye ni halifa wa Petro, ili aweze kuwaongoza wenzake, aweze kuwaimarisha wenzake. Na hafanyi kazi peke yake kama papa au askofu mkuu wa Roma. Anafanya kazi zake akiwa ameungana na maaskofu wengine majimbo yote duniani. Ndio maana uwepo wa Baba Mtakatifu ni uwepo wa halifa wa mtume Petro. Asante msikilizaji, naamini umeweza kuelewa kwa undani zaidi. Bado una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe mfupi, na nambari ya kupiga simu ni 0782611178. Kwa hiyo unayo nafasi pia ya kupiga simu. Lakini baba, hapo unataka kuuliza, je, hapo mwanzo umeelezea kwamba pete ya papa itavunjwa na zitaharibiwa, na baada ya kuharibiwa inawekwa wapi? Inatupwa au inaenda kuhifadhiwa sehemu? Katika historia ya kanisa kumekuwa na mapokeo kama nilivyosema. Kuna kardinali anaitwa Camerlengo, yeye kazi yake huyo nimeeleza. Moja ya kazi zake ni kwamba Baba Mtakatifu anapothibitishwa na madaktari kwamba amefariki, yeye lazima na yeye aende akajiridhishe. Atamwita kwa jina lake kabisa mara 3. Mara ya kwanza Baba Mtakatifu haitiki, ya pili haitiki, ya 3 haitiki. Anaunganisha na ripoti ya daktari aliyeidhinisha kwamba Baba Mtakatifu amekwisha aga dunia. Kinachofuata anavua ile pete. Ile pete inaashiria muunganiko wa moja kwa moja na kanisa la Kristo Yesu. Kwa kweli ni kama watu wa ndoa wanavyofaa pete, wanakuwa wameingia viapo vya kuungana kutoka wawili kuwa mtu mmoja, mwili mmoja na roho moja. Na maaskofu wanavalishwa pete kuonyesha kwamba wao tayari ni wachumba wa Kristo. Kanisa wameolewa na kanisa. Na Baba Mtakatifu anapovalishwa pete ni kwamba kanisa la Kristo, kanisa takatifu Katoliki duniani, yeye tayari ameshakuwa na muunganiko wa moja kwa moja. Sasa anapokuwa amefariki hawezi kutekeleza majukumu yake tena, ile pete inavuliwa. Na huyo Camerlengo niliyokueleza, yeye anaiharibu na anakwenda kuhifadhi mahali panapostahili, kuonesha kwamba nguvu au mamlaka ya yule aliyekuwa Baba Mtakatifu sasa yamekoma.
na hivyo hata muhuri wake nimekueleza hapo awali kwamba na wenyewe ana uharibu, kwa sababu kila baba mtakatifu anapokuja anakuja na pete yake amevaa, anakuja kutengeneza muhuri wake atakapokuwa anaandika barua zake. Kama baba mtakatifu anamwandikia askofu fulani au anamwandikia mkatoliki fulani Tanzania, anagonga ule muhuri wake. Kwa hiyo kuogopa mambo haya ya kuleta vurugu katika kanisa, ukubushi, vitu hivi, ndio maana ni vizuri pete inapoharibiwa na ule muhuri wa baba aliyekuwa baba mtakatifu unaharibiwa, ili baba mtakatifu anayekuja mpya atakuja na pete yake mpya kidoleni amevaa, au atavalishwa na mavazi yake, atavalishwa yale meupe ya kipapa, lakini akitakapoingia ofisini atatengeneza muhuri wake na yeye, ili aweze kuendelea na shughuli zake za kila siku za kiaskofu. Kwa hiyo inapoharibiwa si kwamba inatupwa, hapana, kuna sehemu inahifadhiwa. Asante kwa maelezo mazuri, lakini mwanzo ulivyokuwa unaelezea ulisema wakati wanafanya kuandaa kwa ajili ya kumchagua baba mtakatifu, kuna idara baadhi zinasimama au wanajihuzuru. Je, idara hizo ambazo wanajihuzuru, akishachaguliwa baba mtakatifu mpya, wanarudi wale au wanachaguliwa wengine? Umeuliza swali zuri sana. Kila mtawala anapoingia katika awamu yake ya uongozi au katika hatima yake, anaruhusiwa kupanga timu mpya au kuendelea na ile timu ya zamani, na hivyo hawa ambao wamejihuzuru itategemeana na baba mtakatifu anayekuja. Je, kuna ulazima wa kufanya mabadiliko? Kama hakuna ulazima, anawarudisha, anawaandikia barua maalum kwamba sasa nawarudisha, muendelee na majukumu yenu kama kawaida. Lakini anaweza kafika akaona kwamba hapana, hawa waliokuweko maofisini mimi siridhiki kufanya nao kazi, pengine spidi yao ni ndogo, hawezi kuwa na spidi yangu, na hivyo ana mamlaka ya kufanya mabadiliko kama kiongozi mwingine yule, kwamba huyu nadhani anaweza kwenda na spidi yangu, lakini huyu hawezi kwenda na spidi yangu. Unakuwa ndio mwisho wa majukumu yao. Kama vile katika majimbo, askofu jimbo anapochukua jimbo anamkuta wakili askofu, lakini kwa kitendo cha yule askofu jimbo aliyemteua kuwa wakili wake au vika general wake, anapokuwa amejihuzuru, anapokuwa ameaga dunia, uvika general au wakili askofu na wenyewe hutoweka mara moja. Lakini askofu jimbo mpya anapokuja, akiona kwamba wakili askofu aliyekuwepo madarakani bado anatosha kwenye ile ofisi, anaweza akamtaja upya tena akaendelea naye. Akiona kwamba hatoshi katika ile ofisi na hawezi kwenda na spidi yake, anamwacha pembeni, anachukua mwingine, anamweka katika ile ofisi ili kazi za kanisa ziweze kusonga mbele. Asante kwa maelezo mazuri. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unafungua redio yako, kipindi hewani ni kipindi maalum ambapo tunaangazia nafasi ya baba mtakatifu katika kanisa Katoliki na kiulimwengu. Langu jina ni Sioma Po na nipo naye mkurugenzi wa mawasiliano kutoka Jimbo Kuu la Tabora, na si mwingine ni Padre Thomas Mambo. Bado unao nafasi msikilizaji ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu kupitia nambari ya simu 0782 61 11 78. Hiyo ni nambari maalum kabisa kwa ajili ya kupiga simu, na nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0746 11 22 35. Kwa sasa bado naendelea kusoma ujumbe wako. Na kamata ujumbe wa kwake msikilizaji anasema tumsifu Yesu Kristo Faza. Milele amina. Anasema anaomba kufahamishwa, je, kuna ukomo wa cheo cha upapa au ni mpaka kifo? Yeye anaitwa Mama Kaleni wa Bachu Zimamoto. Anataka kufahamu hilo. Swali zuri sana ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza. Naomba nikujibu kama ifuatavyo. Kwa ngazi ya baba mtakatifu au papa au askofu mkuu wa Roma, hakuna miaka ya ukomo kwa baba mtakatifu. Baba mtakatifu ni uamuzi wake. Sheria za kanisa hazijasema kwamba baba mtakatifu atakaa ofisini kwa miaka mingapi na baadaye ataondoka. Hapana, kanisa halijamwekea ukomo wa uongozi kama lilivyoweka kwa maaskofu. Maaskofu jimbo wenyewe wamewekea miaka 75, lakini papa hakuna ukomo wa miaka katika kuongoza kanisa la Kristo. Ni mpaka pale ambapo yeye mwenyewe ataamua kujihudhuru, pengine kwa sababu za kiafya, au mwenyewe
anaamua kubaki madarakani mpaka Kristo mwenyewe atakapomwita arejee kwenye nyumba ya milele. Na hivyo kwa Baba Mtakatifu hatuna miaka maalum kwamba ikifika miaka kadhaa basi Baba Mtakatifu atamaliza muda wake wa kuwa ofisini. Asante. Na kamata ujumbe mwingine, msikilizaji anasema baba tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Anaitwa David Muvatusi, yupo Gongoni, anasema anapenda kuuliza kwamba kardinali yule mtu ameenda kumuita Baba Mtakatifu kujiridhisha kwamba amefariki, je, anakuwa anamuita hayo majina mara 3 mfululizo au anamuita kwa muda alafu baadaye anarudi, au anamuita kwa muda gani? Yeye alivyoandika anataka kufahamu kwamba anamuita majina yake matatu kwa muda gani, ni mara moja kwa mfululizo au anakaa baada ya masaa anarudi anamuita, anaenda tena anarudi anamuita, ili kujiridhisha zaidi. Baada ya kuwa madaktari wametoa cheti cha kwamba Baba Mtakatifu ameshafariki, anamuita mfululizo. Anaweza kumuita Papa Francisco, kimya, Papa Francisco, kimya, Papa Francisco, kimya. Basi tayari ameshajiridhisha, na hivyo taratibu wa mazishi au wa kuhifadhi mwili wa marehemu unaanza mara moja, na taratibu za kumweka kwenye kanisa fulani kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho zinaendelea, na novena ya siku 9 inaanza mara moja. Kwa hiyo si kwamba anamuita sasa hivi alafu baadaye anafanya mapumziko tena anarudi, hapana, anaita mfululizo tu kwa jina, kwa heshima ya jina lake Papa aliyeaga dunia. Asante. Nikamata ujumbe mwingine, anaitwa Rosemary, yupo Kanyinyi. Yeye anasema anataka kufahamu, je, Papa ana majukumu gani katika kanisa? Swali lake limeishia hivyo. Papa ana majukumu mengi katika kanisa, lakini la kwanza kabisa na la muhimu kabisa ni mchungaji mkuu wa kondoo aliyokabidhiwa na Kristo wa dunia nzima, akisimamia mafundisho ya kanisa, akiwachunga kondoo aliyokabidhiwa, akiwaelekeza katika uzima wa milele, akisimamia maadili ya kanisa Katoliki, akisimamia mafundisho sahihi ya kanisa, akifundisha neno la Mungu na kuhakikisha kwamba yale ambayo Kristo Yesu aliyakabidhi kwa Petro, na yeye anasimamia yale ambayo Petro alikabidhiwa kwamba wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa lake. Kwa hiyo Baba Mtakatifu kazi yake ya msingi kabisa ni kuhakikisha kwamba kanisa linasimama imara, linayaishi yale ambayo Kristo mwenyewe alilikabidhi, wokovu wa watu, kuwapeleka watu mbinguni. Ndio kazi ya Baba Mtakatifu, kusimamia maandiko matakatifu, mapokeo, maadili. Hizo ndizo kazi kubwa na za muhimu za Baba Mtakatifu kama mchungaji mkuu wa kanisa Katoliki duniani, akishirikiana na maaskofu jimbo kutoka kona zote za dunia. Asante. Kuna swali lingine kutoka kwa msikilizaji, anasema Baba Kristo tumaini letu. Anaitwa Evans Thomas kutoka Isevia. Yeye anauliza kwamba hiyo pete anayoivaa Baba Mtakatifu mpya anaitoa wapi au anapewa na makardinali? Pete mpya ya Baba Mtakatifu, ukienda pale Roma, haya mavazi ya maaskofu, mavazi ya makardinali, na hizi pete zinauzwa katika maduka pale Vatikano, na hivyo zinabarikiwa, ndipo anapovarishwa basi anaanza, na ni ishara ya mamlaka na ishara ya kufungamana na kanisa la kidunia. Asante. Na kamata ujumbe mwingine, anasema Baba Padre tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anaitwa Katekista Franki Benedikti Mbuna kutoka Nzubuka, Tabora. Ndiyo. Anapenda kuuliza ni hatua zipi zinafuatwa wakati wa kumpata papa, na je, kila kardinali anayo sifa ya kuwa papa? Kama nilivyoeleza hapo awali, hatua ya kumpata papa ni kama nilivyosema kwamba wanakusanyika, unaitishwa mkutano conclave, mkutano wa uchaguzi wa Baba Mtakatifu, ambao makardinali lazima wasipungue idadi ya 120. Kwa nini 120? Ni mapokeo ya kanisa. Kwa hivyo lazima hiyo izingatiwe namba, na sasa hivi kuna makardinali 135 mpaka Baba Mtakatifu Francisco anafariki alikuwa ameshaandaa namba ya makardinali 135 mpaka sasa hivi. Na hivyo taratibu hizo, wanaanza kwa mafungo, inafuata misa takatifu, wanakula kiapo cha kutunza siri, na wale wanaoingia mle basi lazima umri usizidi miaka 80.
na wanapiga kura. Atakayepata theluthi mbili ya kura zote zilizopigwa akaulizwa akakubali, basi tayari ameshakuwa Baba Mtakatifu mpya au Papa. Asante. Ni kama ujumbe mwingine anasema, naitwa Oscar Mgalula, anauliza tena, je, wameshachaguliwa mapapa wangapi kwa ujumla mpaka sasa? Mpaka sasa hivi idadi ya mapapa ni 266. Kwa hiyo huyu Papa Francisco aliyekuwa papa wetu alikuwa ni wa 266. Na hivi tutakapompata papa mwingine katika huu mchakato ambao utaanza mara moja baada ya maziko ya huyu Papa Francisco, atakuwa ni papa wa 267. Asante. Ni kama ujumbe mwingine kwake msikilizaji anasema, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Anasema kutoka Petro, mpaka leo ametawala mapapa wangapi? Anaitwa Pascal Julius wa Mabisilo Ndala. Asante. Nadhani swali lako amekwisha kujibu. Na kama ujumbe mwingine anasema, je, kwa papa ambaye atachaguliwa, endapo ataenda kinyume au makardinali wakaona kwamba anafanya kazi halizishi katika utendaji kazi, ni hatua zipi wanaweza wakamwachisha au ataendelea kubaki madarakani? Ni swali nzuri. Baba Mtakatifu, mpaka kumpata Baba Mtakatifu huwa ni tunda au ni tokeo la nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimi siamini na sitegemei kwamba Baba Mtakatifu aliyepitia mchakato huo na kuchaguliwa na makardinali wenzake baadaye aje akengeuke mafundisho ya kanisa. Si kitu rahisi, lakini pia tufahamu kwamba Baba Mtakatifu hafanyi kazi peke yake. Ana lile jopo la makardinali ambao ndio wanaomsaidia kuliongoza kanisa la kidunia. Na hivyo kama atakwenda upogo, makardinali wanaomzunguka, nimewaambia kuna kardinali zaidi ya 135. Hao ndio washauri wake wa karibu, watakuwa wanamshauri. Na hivyo sitegemei kwamba Baba Mtakatifu anaweza kwenda kinyume na mafundisho ya kanisa, kwa sababu mchakato unaokwenda huko chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Lakini endapo atatokea kukengeuka, makardinali, jopo la makardinali hawana nguvu ya kumtoa madarakani. Wataendelea kumshauri, kumwombea, kufunga na kusali, na mwisho wa siku lazima atarudi kwenye mstari wake. Asante. Naona kuna simu ya msikilizaji, tumsikilize kwenye laini. Hello. Pole msikilizaji, bado na nafasi, unaweza kurejea tena kupiga simu yako kupitia nambari ya simu 0782611178 kwenye laini. Hello. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Joseph Pascali kutoka Mahenge Deka, Mambama, Tabora. Karibu. Swali langu mimi nataka kuelewa kitu kimoja. Faza amesema kwamba kuna idadi ya makardinali 135, lakini nikiangalia nchi zilizopo ni nyingi zaidi. Sasa nashinda kuelewa kwamba kuna baadhi ya nchi makardinali hawapo au inakuwaje? Asante kwa swali lako, baba atakujibu. Endelea kubakia kando ya redio yako. Asante kwa swali zuri sana mpendwa msikilizaji. Ni utaratibu wa kanisa kwamba si kila nchi lazima iwe na kardinali. Ingekuwa kila nchi na makardinali, nadhani makardinali wangekuwa nazidi 135. Kanisa au Baba Mtakatifu ndiye mwenye uamuzi wa mwisho kuona kwamba nchi fulani kuna uhitaji wa kuwa na kardinali, na hivyo anaminua mmoja wa maaskofu wa nchi husika na kumfanya kuwa kardinali. Sio kila nchi ina kardinali, na kuna baadhi ya nchi kama Tanzania tumepata bahati, tuna makardinali wawili, na ni kardinali mstaafu Polycarp Kardinal Pengo, yeye ni mstaafu, na sasa tuna askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora Madhama Protas Kardinali Rugambwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi hazina makardinali, ndio maana idadi yao nimekwambia iko 135 mpaka mwezi huu wa Aprili ambao wapo hai, na sio kila nchi ina kardinali. Asante. Na mimi msikilizaji umepata kufahamu majibu ya swali lako. Ni kamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji, anasema tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anasema anapenda kuuliza, kuna papa kutokea Afrika aliyewahi kutawala Roma? Milele amina. Sasa ni kweli
ni swali zuri ambalo watu wengi sana linaumiza kichwa. Katika historia ya kanisa tumewahi kuwa na mapapa wa Afrika watatu, naomba niwataje. Papa wa kwanza Mwafrika alikuwa anaitwa Victor wa kwanza, aliyetawala mwaka 189 mpaka mwaka 199 mwaka wa Kristo. Na huyu ni maarufu kwa kuweka tarehe rasmi ya kuadhimisha sikukuu ya Pasaka. Lakini kuna papa mwingine anaitwa Gelasius wa kwanza aliyetawala mwaka 492 mpaka 496. Huyu yeye anakumbukwa kwa umahiri wake wa maandishi yake na kuelezea hasa juu ya mamlaka ya upapa. Na papa mwingine alikuwa anaitwa Miltiades aliyetawala au aliongoza kanisa mwaka 300 mpaka 11, kuanzia mwaka 311 mpaka mwaka 314. Na yeye anakumbukwa kwa kutengeneza mazingira rafiki ya uongozi wa Kirumi kuvumilia dini ya Kikristo na Wakristo kuanza kusali hadharani bila vitisho vyovyote. Na yeye pia alijenga mazingira rafiki kwa Wakristo wa kwanza kuwa tayari kushika imani ya Ukristo mpaka kufikia hatua ya kufa shahidi. Kumbe katika historia ya mapapa wa Afrika hawakuachwa nyuma, walishawahi kutawala miaka niliyotaja na mpaka sasa wako watatu. Asante. Na kamata ujumbe mwingine anasema baba tumsifu Yesu Kristo. Ni Evans Thomas anasema amerejea tena kutoka Isevia, anauliza kwamba kila nchi ina kardinali au upande wa makardinali inakuwaje hapo kwa nchi zote duniani? Nadhani swali hili nimekwisha kulijibu. Na msikilizaji, bado unayo nafasi ya kurejea kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu, na muda nao sio rafiki. Tumesaliwa na dakika 5 tu kuweza kutamatisha kipindi hiki. Kwa hiyo bado unayo nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235 na baba atakujibu. Na kamata ujumbe wake msikilizaji anasema asante sana baba, tumepata kujifunza. Yeye anashukuru. Asante msikilizaji kwa wewe ambaye unaendelea kutegea sikio 91.3, lakini ni kusihi tu kwa wewe ambaye umechelewa kwanza na sisi katika kipindi hiki, unaweza ukatembelea hapo YouTube kaandika Tabora FM. Kama utakuwa na swali basi unaweza kaandika hapo komenti yako na baba baadaye ataweza kukujibu. Baba, muda sio rafiki, naomba tumalizie kipindi chetu. Nashukuru sana mtangazaji na wasikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Wameweza kuuliza maswali, naamini wamepata elimu. Waswahili wanasema elimu ni bahari, elimu haina mwisho, na tuna kila sababu ya kuendelea kuelimishana. Wale ambao wamepata elimu hii wasio wachoyo, washirikishe na wengine ili waweze kujua nafasi ya Baba Mtakatifu katika kanisa, lakini pia katika uongozi wa serikali. Baba Mtakatifu ni kiongozi wa serikali ya Vatikano, na ndio maana hata hapa Tanzania tuna ubalozi wa Vatikani nchini Tanzania. Nipende tu kuwatakia usiku mwema na baraka tele za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tulianza kwa sala, pengine ni vema tukahitimisha kipindi chetu kwa sala. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.